I have been teaching about what? The boundaries of a prophet. Ni kweli? Mipaka ya nabii. Na ninajua ya kwamba tumefanya part 1, part 2. Nafikiria leo tunafanya part 3 and on this series this is going to be the last part. Na kwa hivyo leo ningeomba sana tu mnifuatilie maana mambo haya muhimu. Na tulisema ya kwamba we define who is a prophet. Tukasema nabii ni kinywa cha Bwana, na pia tukasema ya kwamba sababu nabii ni kinywa cha Bwana anafaa kuwa mwangalifu sana. Every time you speak in the name of the Lord, you must be very sure that God has spoken to you, na usije ukapoteza watu. Maana nimeona watu wakipotezwa na watu ambao wanakuja kwa jina la Bwana. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Kifuete pande ya Uganda, na mimi sijatoa nguvu. Na huyo mtu alidanganya watu ya kwamba dunia inaisha. Na kama mnavyojua watu wengi wanapenda dunia kuisha kwa sababu watu wako na mashida mingi. Kuna mtu anaona dunia ikiisha ni vizuri because he will escape. Hata kutana na mashida mingi inamchukua kwa mahali. Chukua. Na wakati alipo manage kudanganya kanisa lake, maana nafikiria alikuwa religious guy, alikuwa either pastor or someone who had a position in the church. Watu wakajifungia katika kanisa and then wakawasha moto na wakakufa kwa njia ya kuchomeka. Na that is a high level of conviction, maana mambo na spirituality hainanga masomo na haina wewe ati umesoma. Ndio maana unaona professor ambaye ako na degree na PhD anaweza kubebwa na mambo haya. Niliona mengine ndio walikuwa wanatangaza juzi ya kwamba amekuwa brainwashed na ameuza vitu zote kwa nyumba kwa sababu ameambiwa haina haja kuwa na hizi vitu, zinaisha, ni za dunia, na kwa hivyo akaziuza zote. Na ni professor mzima, ako na degree zake. Mtu ambaye anasomesha KU, Kenyatta University, yule mtu amesoma somo. Wanaweza sidiwe. Lakini masomo haikukuzuilii wakati inafika ni mambo haya ya kiroho. Spirituality is very very powerful. Na kwa hivyo ndio maana ninafundisha mambo haya kama vile nilimwambia, maana we are living in the last days. Mambo yamekuwa high tech, mambo yamekuwa mengi na deception imekuwa very 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 high, and that's why ninawafundisha mambo haya. So tuliona ya kwamba nabii ni kinywa cha Bwana, tukaona ya kwamba nabii ana mipaka. Amen. Nabii ana mipaka, hata pasta kama mimi niko na mipaka. Kila mtu aseme pasta ako na mipaka. Wale tunaendaga kupakwa mafuta. Wadada wewe. Nifanyeni namna hii kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Uliza jirani yako kama ashawajipakwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri utafungulia hizi ni nini? Uko na joto mingi sana. Hizi fans kidogo tu ni kidogo. So unakuta ya kwamba watu wanaenda machache, wanaambiwa toa nguo, pastor akupake mafuta kwa sababu hii pepo inahitaji mafuta mingi. Na unakuta watu wanatoa nguo na wanapaka mafuta. Bibi ya mtu mzima anatolea mwanaume mwingine nguo. Hiyo ni ushaitani. Huyo ni pastor au ni nabii ambaye hajapakwa, hajafundishwa, hajui mipaka yake. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu anaweza kufanyia hivyo ni bibi yako. Mtu kama sio bibi yako, una mipaka. Kila mtu aseme mipaka. Mipaka. Bwana mnasema mkuu chini. Sema mipaka. Mipaka. Kwa hivyo ukienda mahali popote usikie unaambiwa unataka kupakwa mafuta, utoe nguo zote upakwe mafuta. Usiseme hapana. Usikubali, maana mimi ninawafundisha mambo haya. These things are demonic. There is no God in them. There must be a boundary. There must be a boundary between you and those who you lead. Maana nabii anafaa kuwa na mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya watu kutofundishwa mambo haya ndio maana wanafanyiwa vituko. Where do you begin really? Kupaka mama yenyewe mafuta. Utaanzia wapi? Niliona wengine hata wananyolewa sehemu ambazo sitataja. In the name of the Lord. You know, people have abused the word. People have abused
the Bible. Ndio maana watu hawataki Biblia. Na vile mnaniangalia mnakaa kama mlipaka. Uliza jirani yako tena. Wewe unakaa kama mlipaka. Haleluya. Kuna moja ashawaipaka katika kile. Au walipaka wakati huo. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Na lakini mambo haya yote yanatokana na watu kutofundishwa. Watu wakija kanisani wanataka kusisimuliwa, kutainuliwa, mtapata magari, it is good, lakini not in expense of our lives. Kwa hiyo wapendwa, shikeni mambo haya ninayofundisha. Gari itakuja. Amen. Mzee atakuja, utainuliwa, lakini kwanza tuelewe ile Biblia inasema. Ni vizuri kujua boundary between you and your pastor. Unafaa kuwa na mipaka. Usijiita mtumishi ambaye anaenda kwa wadada unachelewa huko mpaka saa 5 in the name of follow. Ndio maana mimi naona sijieni. Nani mimi most of you speaking wazee? Sijui? Na ni vizuri tukae hivyo because ukiwa na hiyo heshima mkija hapa ni wahubirio utasema pastor hujajua maneno yangu. Lakini imani ningekuwa ninaingia nyumba zenu. Unanipikia mayai hapo. Unaona vile ninakulaga. Nasema pastor yetu anakulaga kama mashini. Kama mashini bwana. Na ni kweli mimi nakulaga haraka. So wacha hiyo kujulikana na my wife. Bwana Yesu asifiwe. Iwe heshima ikuu, mipaka ikue. Ndio follow ni nzuri, lakini tuweke mipaka. Sema mipaka. Mipaka. Hata msiposema amen. Mipaka ikue. Hata kama wewe ni ndugu, weka mipaka. Bwana kusembea kwa dada usiku hapo. Ati ni fellowship. Una fellowship mpaka saa 6. Mpaka dada anaona mnalala huko. Sasa wewe ni nini? Shetani ashikwe. Amen. Semeni amen. Amen. Kuweka mipaka, ambie jirani kuwe na mipaka. Kuweka mipaka. Weka mipaka, kuwe na mipaka, kuwe na adabu. Unajua watu wametumia Biblia kufanya mambo mabaya. People are abusing the grace. Kuna mstari ya Eliki in the book of Romans 16:16. Inasema kiss one another with a holy kiss. Na kwa Afrika huku kwetu hakunaga vitu kama hizo. Katika culture ya Wayahudi, kiss was a normal thing. Hata ukikizi mtu hungesikia anything. Kwa Wayahudi culture yao ilikuwa inaruhusu na inaruhusu hata wale. Ndio maana Judas alisaliti Yesu na kiss. Na Yesu hakusikia ubaya, anajua ni culture yao. Lakini sasa mambo mengine tunafaa tuelewe, hata kama yameandikwa kwa Biblia, there are some things that are not applicable in our culture. Sasa nichukue dada ya mwenyewe. Kwanza hapo simeharibu dada ya mwenyewe. Ati ni Biblia imeandikwa kiss one another with a holy kiss. Shetani ashikwe. Kwa Afrika sisi hatuna hiyo. Kiss inamaanisha mambo mengine. Ambia jirani yako angalia mbele wafanya yeye tunama hapa. Bwana Yesu asifiwe. Actually, mambo watu wanatumia. Yeah, these are the things that people are using in the Bible to abuse the freedom that we have been given. Kwa hivyo, usichukue kama mstari kutetea dhambi, ndio ukitetea kufanya dhambi. Ndio mambo tumekataa sisi ni Waafrika. Haleluya. Yes. Tuache tabia baya hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaona ningekuwa kwako jana ungesema hii mambo inahubiri kwa sababu tuliongea na yeye. Sasa the reason why I have got the authority to say is because hakuna mtu nimetembelea this week. Amen. Na last week hata last month. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuweke mipaka. Kila mtu aseme mipaka. Mipaka. Sijui kwa nini jana tunarudia mambo haya. Au kwa sababu tunanikaribia hapa. Ambia jirani yako weka mipaka. Weka mipaka. Ukisalimia dada hapana kataa na mkono ati ni upendo. Shetani ashikwe. Acha mambo yako. Salimia dada na uachane na mkono yake. Weka distance vizuri. Amen. Uwe na ushuhuda. Amen. Mambo ya kusidikishana usiku. Usiwache dada nikusidikishe. Unaona hapa kuna kuoga na wakora. Unamsidikishana mkirudi. Unamfikisha pale unarudi hivi. Sasa wale watawaona watauliza, hawa ni watu wale wa glorious. Tumekataa. Tumekataa. Amen. Kama lazima utembelee dada, enda na ndugu mwingine. Uwe na ushuhuda. Isemekana walikuwa watu watatu. Lakini sio kadada na kadugu.
Na nikadumu kadada fulani particular system nataka na yeye. Huyo ni mnatakona ni huyo. Hiyo tumekataa unatuaibisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Najua mambo haya hamwezi kuyapenda sana lakini that's the truth. That's the reason why tunakuja kanisani ni tufundishwe mambo haya. Maana tumeaibisha Yesu, tumemtoa nguo. Kwa ukiambia watu Yesu ni mzuri watu wanakushangaa. Wale watu wa ile kanisa. Wale watu wale wadada wa ile kanisa kama wokovu ndio afadhali. In fact hata wenye dhambi wengine wanakuwa na gati ya kusema I am better off. I'm better off. Sababu akikukompea wewe na yeye anaona afadhali yeye. Lakini ni kwa sababu gani? Hatujaelewa mipaka yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako kuanzia leo. Mipaka iwekwe. Kama mtu sio bibi yako, weka mipaka. Yes. Hizi vitu mnaziona kwa TV. Hata kwa clips, kwa video, YouTube unaingia unakuta atipasa. Na ninaamini ya kwamba sio pasta. Hakuna pasta akona kichwa mzuri. Anaweza ambia dada fanya hii ati sijui anyolewe wapi. Sure, mtajua mwanamume wapi. Hata wewe unanyoka hapa. Ndio dada kamesimama hivi hapa. Kanyolewe. Shetani ashindwe kwa jina la Yesu. Amen. Ndio maana watu wameingia kanisani wanakaa baridi. Maana anakumbuka vile alivyolewa. Vile alipakwa mafuta. Hata anaangalia huko kama kuna mafuta. Hakuna huko atapakani watu mafuta huko tafadhali. Kama hii neno linahubiri alikusaidia wewe uweze hivi. Maana wacha niwaambie hata ukipaka watu mafuta sio kuwasaidia. The best thing you can do is to tell people the truth. The truth will set them free. The Bible says you shall know the truth. The truth shall make you free. Chakupaka watu mafuta hapa. Wauzia huko. Kama wewe ni pastor na umetoka kwa familia ya biashara, fungua supermarket. Pana kuja kuuzia watu vitu wapi? Unauza makifagio, unauza mawe, unauza chumvi, unauza dego. Na kanisa hiyo inafaa kwa supermarket. Ni wewe umeingia the wrong place. Uko kwa ibaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nabii ana mipaka. Nabii jirani yako nabii ana mipaka. Yes. Hata pastor ako na mipaka. Amen. Hata mwinjilisti ana mipaka. Amen. Amen. Kuna ndugu nilikuwa nimealika hapa. Na kuanzia leo sijawahi kualika kwa sababu niliona hajafundishwa. Na nikasema sitawahi alika mtu ambaye hana kanisa kuhubiri kwa hii madhabahu kwa sababu wanakuja wao wako na nia nyingine. So walikuwa wanaita tudada, anawaitisha mbegu na hapo nje pesa. Amen. Mambo inakuwa mingi na inaendelea behind me. Na mimi ndiye pastor of the church. In fact, hata wale watu walikuwa wamealika, alikuwa amewaambia yeye ndiye pastor. Imagine umealikwa lakini wewe umealika wengine na umewaambia wewe ndiye pastor. Wewe mtu kishi yake ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtu hajafundishwa. Mtu ambaye amefundishwa amekaa chini ya mamlaka anajua mipaka yake. The reason why Yusufu alikaa kwa nyumba ya Potifa na akawa kijana ambaye hana dosari, hata ingawa mwanamke huyu wa Potifa alikuwa anamtaka. Sema kutakwa. Kwanza yeye unakibisha wengine, yeye alikuwa anakibishwa. Amen. Alikuwa anataka kuwekwa hapo kwa box hapo ndani. Lakini kijana alikuwa amesimama na alikuwa anajua mipaka. Aliambia mwanamke wa Potifa, "Wewe, mimi nimepewa majukumu ya kila kitu kwa hii nyumba. Kuangalia nyumba hii, kuhakikisha kila kitu kiko sawa, lakini wewe sijapewa." Huyo kijana alijua mipaka yake. Na wakati mwanamke wa Potifa alipotamani kulala na yeye, aliangusha kijana alisema afadhali koti. Unajua kuna kaimbo katika tunasemaka, "Nikafagasha shikane shikane." Afadhali pesa ikae, lakini nidumisha wokovu. Mimi ninaomba Mungu tuwe na vijana wa hiyo kanisani. Na wadada wainahia afadhali kali ikae na nidumisha wokovu. Wadada wainahia walienda wapi? Wadugu wainahia walienda wapi? Tunawahitaji kanisani. Amen. Yusufu akaambia mwanamke, "Wewe, mimi wewe sio wako." Amen. Alimwachia koti. Kijana akaenda jela. Amen.
akateswa kwa sababu ya wokovu, sababu ya uaminifu, lakini mwishowe alitoka jela akiwa na ushindi mkubwa. Na ndio maana tunasoma hadithi na historia ya Yusufu, kwa sababu yeye alidumisha utakatifu. If you don't stand for anything, you fall for anything. If you stand for nothing, you fall for anything. Kama wewe hakuna kitu unakuwa umesimamia, you will fall for anything. Ni vizuri kuwa na kauli ya kwamba mimi nitakaa kwa Yesu, hata akikuja na gari sitakubaliana. I will not compromise. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Mungu atusaidie. Wacha nisiongee sana mambo ya mipaka. Lakini that is the reality. Now, tulisema hivi, kuna roho nyingine ambayo huiga roho ya kinabii, na hii roho inaitwa roho ya divination. Tulisema hivi? Yes, ni roho ya diviners. Diviners tulisema ni wale watu ambao wametoka, some of them wametoka kwa familia ambazo ziko na line ya witchcraft, uchawi. Unakuta kweli kuna hiyo line ya nyanya alikuwa mshirikina, alikuwa mtu mkubwa wa kukagua. Na these people are in every tribe, especially in Africa setup. Si kweli? Kwa kwetu wale watu walikuwa wana hiyo kipawa, walikuwa wanaitwa, wako na majina yao. Mungu is someone who has got a spirit of divination. Kama sasa kuna mmoja alikuwa anaitwa Mungu wa Kefiro. Wale ambao mmetoka Central, you know his story. Yeye alitabiri kuhusu watu weupe. Watakuja na nyoka. Nyoka ni gari ya moshi. Na watakuwa wanakaa vipepeo. Alitabiri kila kitu. Na in fact hakukuwa na mtu mweupe Afrika Kusini. 18th century, and that is what happened afterward. Walikuja watu weupe, wakakuja wakatengeneza nyoka ni gari ya moshi hivyo, na alieleza vile watafinyilia watu na mambo mingi. So the issue is kwa Afrika, kila familia au kila kabila kuna hawa watu ambao wamezaliwa na roho hiyo ya kuogangua, na ni vizuri kuelewa ile familia umetoka. Maana watu wengine kile kitu kinawasugua ni kwa sababu kuna maroho inatafuta kuridhishwa au kuridhisha nyinyi roho hii ya divination. Wale watu unasikia wanazaliwa na mboo. Kila mtu aseme mboo. Hata kama wewe ni hujui kama sema mboo. Mboo ni vitu ambazo watu huzaliwa nazo akiwa mtoto anazaliwa akiwa ameshika hizo vitu za kazi. Amen. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba huyu mtoto kazi yake iko defined from her birth. Ya kwamba wewe kazi yako ni kuridhishwa. Na kama wewe ulizaliwa na mboo, tafadhali ni vizuri kuelewa mambo haya ninafundisha. Because the reason why unaona hii mambo ya Mungu haikuingii au hii mambo ya Mungu imekuwa mzigo kwako ni kwa sababu wewe umeordainiwa na ufalme ule mwingine kuwafanyia kazi. Kwa hiyo wewe kazi yako itakuwa ngumu kuliko wengine. Wokovu wako itabidi ufanyie kazi kuliko sisi ambao hatukuzaliwa na mboo. Bwana Yesu asifiwe. Uliza jirani kama alizaliwa na mboo. Wengine mlizaliwa kwa familia ambazo wale ambao walikuwa your namesake, walikuwa na majina, walikuwa na uganga na ukapewa jina yake. Na ndio maana maroho haya yanakufuata. So kama umerithi jina ya mtu ambaye alikuwa mshirikina, you can be sure ya kwamba roho hii itakusumbua. Kama ulirithishwa jina ya mtu ambaye alikuwa mtu wa wake wengi, kama babu yangu alikuwa na wanawake watatu, mimi nimeitwa after him, na hii roho imenisumbua sana. Nasikia kuongeza kingine. Unacheka na hata nyinyi mnasimu ndio yako hiyo majina. Kama umepewa jina ya mtu ambaye alikuwa na shida ya ulevi, ni vizuri kuelewa wokovu wako utakuwa na changamoto. Wewe vita zako sio kama za mwingine. Elewa kule umetoka. Na ndio maana maandiko inasema tuangalie mawe kule tumechongwa. Ambia jirani angalia kule umechongwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama unatoka kwa familia ambayo dada au wanawake wanapiganana karate. Unajua unaelewa hivyo? Kuna familia wanawake si mchezo. Ukienda kule Talanta Kemia hapo na wako karate unawekwa chini. Na mama anakukanyaga hapo juu na yeye anapiga tu. Sasa watu wanafikia wewe unampiga kumbe wewe unatandikwa. Ni vizuri kuelewa zile familia umetoka. Actually these things are real. Unajua watu wanafikia kanisa wanaona ni kama wacha niwaambie, you will never deny where you come from. Hata ujipake lipstick ikae red na upake uso
uso ipaki ikae yellow. Wewe ni Mwafrika typical. Damu yako ni Mwafrika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unanisikia? Apia jirani akalia mbele. Sisi sasa mimi niliokoka, mimi sio Mkapa, wewe ni Mkapa. Hata kusukua sisi hapa. Mimi niliokoka ni wa Yesu. Mimi hata ni kwa wewe ni mjane, typical. Damu yako imetoka huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yale mambo yanasukua familia hiyo, yatakusukua hata ingawa umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uliza jirani yako ametoka wapi? Mawe yao ni gani? Unajua watu wakifika kanisani, bwana jamaa sako unaweza fikiria huyu hata hizi hawezi kuwa. Ukifika kwa nyumba unajua huyu ni karateka hatari. Anaweka mzee mpaka mzee anasema yes sir, yes madam. Yes madam. Mzee anasema ndio ishe umenishika. Wao watawezi. Tukubali hii kwa sababu ile karate umewekwa na mwanamke. Mpaka unashika. Nilisikia kana kingine kakisema ati yeye alikuwa anashindwa nguvu yake inatoka wapi. Juu akidate na mwanamume lazima atajibu. Na sio kakubwa kadogo. Akaulizwa aje na wewe huna mwili. Akasema unasema nini hata mimi sijielewi. Na inua mwanaume hivi tu hivi. Akasema hata mimi nilikuwa naona niko na pepo. Na yeye alikuwa na pepo. Ushaona kabutu kana kutandika mpaka unaona hapana analioka anakuweka. Na mambo haya yana affect mpaka tribes wetu. Kama vile mnajua watu wa Central wale ambao wametoka Central kama mimi. Sisi wanawake walikuwa 9 au 10? 9. Walikuwa 9. Hawako na mabwana na nafikiria mabwana walitafutwa from all tribes. Wakikuyu wamechanganyiko wa makabila mingi. Mnanisikia? Wakikuyu ni mchanganyiko wa makabila. Na sisi shida kubwa ya tribe yetu tulikuwa tunatawaliwa na wanawake. I'm telling you the series za tribe yetu. Watu wa Makeli, mnashawasikia watu wa Makeli? Watu wa Makeli ndio alikuwa anasei kwetu Central. Yes, ndio alikuwa anasei. Na kwa hivyo mwanamume wote ambaye ametoka Central lazima uweke bidii zaidi otherwise. Bwana mnacheka? Mimi sijamaliza, nyinyi mmemaliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wale watu wote wametoka Central utakuta most of our women wako na shida ya kupata mabwana. Si ni kweli? Wanawake kutoka Central huolewa ni Mungu. Si ni kweli? Maana kulikuwa na shida ya wanaume tangu. Na pia hiyo shida ya si mnajua Mary. Mnasikia taarifa ya habari kutoka pande hiyo? Hamjawahi kujiuliza ni kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Ninawaambia ya kwetu na nyinyi muelewe ya kwetu. Elewa ya kwenu. Na wakati mimi naongea kuhusu ya kwetu, elewa mpaka familia yenu iko namna gani. Si unakuja hapo unakaa hata kujielewi. Unasikaka watu kila mwezi wa nani? Baki namna gani? Hata unajuaga kabisa hii mwaka sijui tutasika nani. In fact some of you are prepared. Unajua mwezi wa nani nasema mtu wako. Familia zingine unaingia unakuta kaburi zimetandikwa kutandika mstari. Mpaka wametenga kama kotaika ya kusika watu. Ukiingia kwa bomba unatakulia makaburi. Bwana Yesu asifiwe. Uliza jirani yako kweli kwa wapi? Na kwa nini nafundisha mambo? Because this is what siku anataka kufundisha hii. But anyway, it's good to be led of the Spirit. So elewa kweli kukuache. Ukiona roho ya shetani ya madharau kweli, elewa roho hii inaenda kutuadhabu. Roho ya kukosa, kuna watu watakiweka bidii kama Buddha. Unajua Buddha ndiye anafanya kazi zaidi. Hata ukiweka bidii kama Buddha, unajua kabisa hii wito na kulia yani nikipata ya kukula nashukuru Bwana. Lakini mambo ya kununua sijui sijui kujenga, sijui kununua nyumba, hiyo ni X. Hata unajua tu. Hata unajitia kama unasema bora uhai. Bwana Yesu asifiwe. Na hatufai kuja katika
nakwambia wewe kumbuka ile bo. Na unajua shida na wazazi wetu wale ambao walitutangulia kidogo, unakuta msoze kama mtoto amezaliwa na nguo na yeye badala atupeana weka. Sasa anakuwekea jembe ya kazi. Ni wakati mko na majembe ya kazi hapo. Hata ukiinua mikono hata kata unampisha tena wewe kwenda. Wewe jembe iko nyumbani. Ni wakati mko na majembe ya kazi nyumbani. Hata mzazi anakupigia simu anakuambia na wewe na mjue kuna vitu iliachwa na dada. Kwa hivyo jipange utakuja uchukue vitu ya gani my friend. Ndio maana hii mambo ya Mungu haikuingii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nifanyieni namna hii, haleluya. Ndio maana mnakutana zile familia ambazo kuna those weakness. Can I say this? Every weakness and every strength in a parent, it is transferable to the next generation. Wacha ni tafsiri kwa lugha ya Kiswahili. Kila udhaifu au kila nguvu kuna uwezekano wa kwenda katika kizazi kijacho. Ndio maana unakutana katika familia ambayo kuna headmaster, kuna walimu, kuna uwezekano kutoka mwalimu, right? Kila familia ambayo kuna uongozi, kuna uwezekano kutoka kiongozi. Kuna uridhisho. Hallelujah. Kila familia ambayo kuna utajiri, kuna uwezekano kuwe na tajiri next. So mambo haya, any strength and any weakness can be transferred to the next generation. Elewa mambo haya they are real. They are very real. Ukiangalia familia ya Abraham, whatever followed Abraham, followed Isaac, followed Jacob. And in fact, mambo haya yanaendelea yakikuwa wasi. Abraham alikuwa anasumbuliwa na uongo, si kweli? Si kweli? Yes. Isaac si alidanganya? Yes. Na Jacob alidanganya. Kwanza yule ndiye alikuwa zaidi. Walikuwa wanaoa wanawake warembo kwa familia ya Abraham. Abraham alioa Sarah akiwa the lady was beautiful. Na ukisikia kitu Biblia inasema ni mrembo. Na Isaac? Yes, she married a very beautiful girl. What about Jacob? Very beautiful. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So strength and weakness can be transferred to the next generation in a family. So elewa, kama kulikuwa na udhaifu katika familia yenu, that weakness can be transferred to you. Hallelujah. Amen. Kama kwenu hamsomi, mnafikanga standard 5, mnaumwa na macho. Ndugu mwingine aliniambia yeye alikuwa very sharp shule. Lakini wakati wa mtihani ukifika, macho inauma haoni. Mtihani ikiisha anaona kuliko motorbike vizuri hivi. Kwa hivyo ukaachia standard 5 au standard 7 au standard 8. If you don't deal with that problem, kuna possibilities hiyo shida ika affect watoto wako. Fight the battles that your parents did not fight, because there is possibilities for you to fight them. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tuache kudanganywa na hizi mambo. No, watu wanakuja kwa wokovu wanafikiria everything is there. Let me tell you something. Even Jesus said, "Work out your salvation with fear and trembling." There is your place and there is the place of God. Wokovu mwenyewe hatukupata bure. Yesu alilipia gharama. Na ndio maana tunaupata bure kwa maana mwingine alilipia. Mnanipata? Yes. Lakini mambo na wewe kumiliki katika dunia hii, itabidi kuna kugharimika, utagharimika. Hallelujah. Amen. Tuache kukaa maisha ya kuangukia. Unajua Mungu ni wa huruma. Ni kweli Mungu ni wa huruma. Unajua Mungu ni mwingi wa rehema. Ni kweli. Lakini kuna sehemu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu ananipata? Yes. Wengine ile msoto mko nayo sio ya kawaida. Unafikiria ati hiyo kusota iko na pepo ndani. Ni wewe kuweka shilingi 10,000 kwa mfuko. Yaani hiyo ni kitu kubwa. 10,000. Na ndio maana mnaona watu huku nje they can do anything, because hata nilisikia mwanamume mwingine mzima anasema sijui hajaishika gili kama imeshikamana. Yaani gili ikiwa pamoja hajaishika. Hiyo si shetani. Kuna mtu hajaipata gili hapa? Mkuonyesha gili na kaaga ikiwa pamoja? Unacheka na ni kweli? Mtu anasema mimi sijaipata ikiwa pamoja, anapatanga ikiwa kamia hivyo. Mwingine akasema 10, ikipita 10
haiwezi pita 10. Na ndio maana mnaona watu wamefika mahali mpaka wanaona Mungu sio wa kweli. Kama Mungu ni Mungu, mbona ninapitia haya? Mungu ni Mungu. Ni wewe ukikuja kanisani unaweka masikio kwa floor ushiki. Wengine unaingia kanisani unalala. Sasa ulikuja kufanya nini? Ukikuja kanisani badala usikize usaidike unalala. Na ukienda mikutano ya siasa kule hakuna kitu kusaidia. Unasisimuka kama katuni. UDA. Huko unasisimuka kama kitu hiki. Ukija kwa kanisa hata unauliza anasema ndio maana husaidiki. Ndio maana maisha yako iko hivyo. You are always stagnating. Moving in one place. The Bible says in the book of Hosea, because you have rejected knowledge, I have rejected you from becoming a priest. Hata Mungu hataki wapumbavu. Hataki watu ambao wamekaa sawa sawa. Ambia jirani yako kaa sawa sawa. Imagine mpaka msuku akasema if you want to hide anything from an African, hide it in a book. Mwafrika. Mahali ambapo unahitajika kuacquire knowledge hashiki. Bwana Yesu asifiwe. Ifanyeni namna hii. Hallelujah. Ambia jirani yako, jirani, mwaka huu lazima ubadilike. Mtu mwingine alisema usikawahi sema ati when you are 60 ati kujenga nyumba ni baraka. There's no blessing kwa kujenga nyumba ukiwa na 60 years. Au unaendesha gari ukiwa na 70 years. Ati sasa nimenunua gari. Hata ukiweka breki unasikia kaka. Magoti inakata because umechapa. Hallelujah. Tunafaa kuenjoy life when we are young. Amen. Na mambo haya yote yako kwa Biblia. Dada yetu asubuhi akatufundisha shida ni hii. Watu wengi wanakuja makanisani lakini wako na miungu wamejifichia. Ndio maana kwa Mungu hausaidiki. Kwa shetani hausaidiki. Uko wapi? Hata mimi nauliza uko wapi? Hilisi unayo. Kanisa unakuja. Wewe unakuwa mshirika wa sadi. Sasa uko hapa. In fact nikiangalia msobazi ya we are holy at all. You have two lives. Monday to Friday, if not to Saturday. You are a different person. Sunday. Sema shetani ashindwe. Kama ni kuwa moto tukue moto. Kama ni kuwa fugufugu tukue fugufugu. Lakini sio fugu moto. That is not God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Habia jirani ni wewe unahubiriwa. Na umwambie angalie mbele. Najua Mungu mwahuruma. Hata hawezi choma hivi hata nisikie wengine wengine. Mungu hawezi choma. Wale watu wote wako duniani achome. Wacha nikwambie, jifundishe kwa Biblia. Biblia inasema wakati wa Nuhu wanaume walikufa wangapi? Okay, alisema wangapi? 8 souls. Na maandiko inasema we should learn by that example. Na akasema next time sio maji. Unajua kifo ya maji ni afadhali. Ni maji tu utameza ukufu. Moto my friend itakushughulikia sawa sawa. Akasema next time nimeweka mfano na next time ni moto. Na nitamaliza full. So wale mnaokoka wokovu ya fugufugu, ati unaenda kanisani kwa sababu ya ndugu yako au dada yako. Ambia jirani kila goti litapigwa mbele za Bwana. Mwambie yako itapigwa. Unajua mimi mama yako ni wa kiroho sana. My friend, wachana na mama yako. Okoka yako. Amen. Okoka yako. Amen. Nirudie okoka yako. Amen. Pana amebeba msalaba hapo. Beba yako. Amen. Amen. Tuko pamoja? Yes. Sasa nikataka tusome tu maandiko kidogo, alafu sasa ndio tuingie kwa divination spirit. Divination spirit tulisema ni roho ya utaguzi. Watu wale wako na hii roho, kuna jicho wanakuwa nayo, na jicho hii sio ya Mungu, ni jicho ya pande ile nyingine. Kwa hivyo hata wale watu wako na karama ya nabii, tulisema pia wana jicho, na jicho hili ni la Mungu. Wanafunuliwa mambo yale ambayo yatatokea. Kwa hivyo ningetaka tusomee Numbers chapter 22 verse 1 to 7. Please, somebody read for me very fast because ningetaka tushike kitu. Numbers chapter 22 and verse
1-7. If you are there, you can read for me, Pastor. Mimi kazi yangu ni kuja kuwaelekeza msalabani. Yesu ni yule. Hiyo ndio kazi ya mchungaji mzuri. Numbers. Read for me again. Au mwenye amefika hapo. I read. Then the Israelites traveled to the plains of Moab and camped along the Jordan opposite Jericho. Mm-hmm. Now Balak son of Zippor saw all that Israel had done to the Amorites, and Moab was terrified because there were so many people. Yes. Indeed, Moab was filled with dread because of the Israelites. For the Moabites said to the elders of Midian, mm-hmm. This all is going to lick up everything around us, as an ox licks up the grass of the field. Yes. And so Balak son of Zippor, who was king of Moab at that time, mm-hmm. sent messengers to summon Balaam son of Beor, mm-hmm. who was at Pethor, near the river Euphrates in his native land. Mm-hmm. Balak said, Our people has come out of Egypt. They cover the face of the land and have settled us to me. Mm-hmm. Now come and put a curse on these people, because they are too powerful for me. Perhaps then I will be able to defeat them and drive them out of the land. For I know that whoever you bless is blessed, and whoever you curse is cursed. Yes. 7. The elders of Moab and Midian left, taking with them the fee for divination. The 7. The elders of Moab and Midian left, mm-hmm. taking them the fee for divination. Amen. Fikisha hapo. Sasa nataka mnifuate. Last time we defined what is who is a diviner. We said diviner, the word divination originates from Latin word divanea, which means to foresee, to foretell, to predict. So mtu aliye na roho ya uganguzi ana uwezo wa kueleza mambo yajayo, anaweza kutabiri mambo yatakayotokezea. Na hapo tumesomewa na mtumishi anaeleza kuhusu historia ya Barak na Balaam. Na kama vile most of you maybe mshawahi isoma. This is a very inspiring story ambayo iko na mafundisho tuweze kuelewa jinsi mipaka ya nabii ilivyo. Balaam alikuwa nabii wa Bwana. Na hapa kulingana na maandiko tunaambiwa wana wa Israeli wakitoka katika nchi ya utumwa walikutana na makabila mengi, walikutana na watu wenye nguvu, lakini no tribe that would withstand the children of Israel. Walikuwa wanawafadhilia wote, wanawapiga na kuwapiga na kuwamaliza kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Nao wamefika karibu nchi ya ahadi, wako karibu tu, na wanapoendelea na safari walikuwa wakienda wanaweka hema, wanakaa, then Mungu anatoa ishara, wanaendelea na safari, wanaweka hema until wafike nchi ya ahadi. Na this time wako karibu na Moabite. Na tunaambiwa hivi ya kwamba mfalme wa Barak the Moabite akasikia taarifa jinsi wana wa Israeli walivyo na nguvu na jinsi walivyomaliza mataifa mengi katika njia yao ya kuelekea nchi ya Kanani. Na kwa hivyo Barak was so much afraid, na akajiuliza tutafanya namna gani? Na mahali walikuwa wamefika katika ile barabara ya kuelekea Kanani na wakaweka hema, wana wa Moab walikuwa wanawaona kwa ubali katika hiyo mahema yao wakiwa wameweka kambi pale. Na kwa hivyo Barak akamuita nabii Balaam, akamwambia ya kwamba ningetaka msaada kidogo, ya kwamba kuja ulaani wana wa Israeli ndiposa nikaweza kuwashinda. So nilikuwa ninajiuliza, kulaani wana wa Israeli na kuwashinda inaingiana namna gani? Bwana Yesu asifiwe. But this is the issue. Ninakumbuka niliwaambia what is a curse. Curse, it is the power to fail. Blessings is the power to succeed. Mtu ambaye ako na laana, kuna mambo mengi katika maisha yake yatamlemea na laana what normally do. Curses weakens people. Curses make you unable to achieve, because kuna mambo laana huwa inatoa kwa maisha
maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunaona mtu aliye na laana ako na roho ya kumempower not to succeed but to fail. Mtu aliye na roho ya baraka ako na roho ya kumempower to succeed. Are we together? Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo Barak ameambia Balaam, curse these people for me so that they may weaken. To an extent, when time comes for me to fight them, they will be weak and I will defeat them. Bwana Yesu asifiwe. Angalia zile familia ambazo ziko na roho ya laana. Unakuta familia iko na watoto ambao ni werefu shuleni. Kuna watu tulikuwa tunasoma nao na unakuta vijana wengine hata most of them kwa sababu ya kukosa school fees walikuwa nafukuzwa shuleni. Unakuta amesoma, huyu mtoto amesoma 2 weeks or 3 weeks in a term, lakini mkienda kwa masomo au kwa mtihani na kuweka chini. Lakini huyu mtoto ako limited because the family ametoka imejawa na laana ya umaskini. Bwana Yesu asifiwe. So she is advantaged in one area but disadvantaged in another area, and that is the joy of the devil, ya kwamba usikue free. Kama kuna kitu ndani yako ambayo shetani anaweza kukuweka ikushughulikie, that is his joy. Are we together? Na kwa hivyo Balaam akaambiwa na Barak, tafadhali come that you may cast these people for me. In other words, come because we know you as a prophet. Whatever you say, it come to pass. Tulaania watu hawa so that they can be weak. Maana laana who weaken people. Cast them for us so that when we fight them, we will defeat them. Na eventually Balaam akakuja, wakamwendea na zawadi. Kila mtu aseme zawadi. Wakamwendea na zawadi ya au na fee. Mtumishi amesema ni fee. Fee yani what is a fee? Ujira. Akamwendea na ujira ndiposa wamotivate kulaani wana wa Israeli. Na ninashukuru Bwana kwa sababu nabii huyu kuna kitu alielewa ambacho kinanifurahisha, hata ingawa aliingiwa na roho ya tamaa. Aliwaambia namna hii, ni sawa basi, nitafanya hiyo kazi na nitapokea zawadi yenu ya definition, lakini ningetaka mnipatie nafasi niende kwa Mungu nimuulize kama ni walaani. Maana niseme namna hii, mtu aliyebarikiwa huwezi kumlaani. Are we together? Mtu aliye na baraka ya Mungu hawezi kulaani yeye. Maana Mungu ndiye huweka laana nguvu. Na Mungu ndiye huweka baraka uhai. Shikeni tafadhali. It is God who put life in a curse. It is God who put life in a blessing. Because blessing is a spirit and a curse is a spirit. Bwana Yesu asifiwe. Na unaweza kujua namna gani umefuata na roho ya laana, nitakuja kuwafundisha baadaye. Lakini wapendwa, if there is a curse that is operating in your life or in your family, you better be aware and fight it. Bwana Yesu asifiwe. Because it will limit you. Itakuzuilia kuinuka. Utaweka bidii lakini hauinuki. Ni vizuri kuelewa wapendwa. Kuna watu ambao wametoka katika familia ambayo kukaa na mume ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Ushawahi ona wasichana wengine walepo mpaka mnajiuliza na sisi kama mshauri realize even most of the hata wale watu ambao wanakuwa na shida na ndoa, most of them si ati ni wabaya, they have very good heart. Unakuta dada moyo wake ni mzuri, she can make a good lady, she can make a good wife, lakini unashanga ni kwa nini? What is happening? Ni nini hawezi kuwa na ndoa? Ni nini? And it's because there is a spirit behind it. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mwingine dada sura yake haikai vizuri lakini ako na bwana na ako na watoto wengi. Unakuta ndugu mwingine hana kisomo lakini anafanikiwa. Unakuta mwingine ako na degree 3 anaajiriwa na mtu wa standard 3. Ilifaa hata kuweka sai huyo wa standard 3 hajui anayetaka kidogo. Wapendwa, eleweni mambo haya. Things don't just happen. Things are caused to happen by spirit. Munanishika wapendwa. Kwa hivyo Barak akajua, if these people can be cast, they will be weak for me so that I can fight them. If you have a curse existing in your life, your enemy will deal with you without remorse. Atakupiga sawa sawa pasipo wewe kuweza kumpiga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakampatia zawadi ujira ndiposa akaweze kuwalaani,
Na sitaki leo kufundisha mambo na madhabahu, lakini tunaona Barak aliambia Balaam, aliambia Barak, I want you to raise altars for me. Altar, tulisema altar ni nini? Ni mahali ambapo mbingu na ardhi kuna mlango. It is a portal. It is where there is a window, an opening, such that heaven and earth connect. Na wakati tunaita watu na divine spirit, waganga na washirikina tunawaita kwa familia zetu watu waangalilie. Eleweni kile huwa wanafanya ni kufungua mlango wa heaven or hell into our families. I wish you can get this. Wakati unaalika mtu ambaye ni wa pande ile nyingine, kuna mlango ambao huwa unafunguka katika maisha yako au katika familia. Mnaanza kuwa na maspirit ambazo mlialika ninyi wenyewe kwa sababu ya huo mlango kufunguka. Na hii ndio athari ya kualika watu walio na roho ya kigeni. Wale ambao mnasema kwetu kuna shida, mnaalika mtu akuja aangalilie boma. Anakuja anamwaga sijui nini, anamwaga nini. Tafadhali kuanzia leo wote hizo tabia. Maana sisi tunajiduga na mikuki yetu wenyewe. Sisi tunajiroga sisi wenyewe. Wacha kuangaliliwa. Hallelujah. Amen. Uliza jirani yako kama ashawaangaliwa. Nani ashawaangaliwa hapa? Kitambo. Na niulize ni lini hii na akali yako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ushawahi kwenda kwa kukonsult mizimu, kama ushawahi watu wa kuangalilia kwenu, kama ushawahi shirikishwa au kushiriki katika mambo haya, ujue kuna mlango ulifunguka kwa hiyo familia na mlango huo lazima ufungwe. Hii ndio hatari. Yes. Ndio maana watu wanakuja kanisani hawasaidiki. Maana wako na vitu za kigeni, wako na vitu za ushirikina, wako na vitu za upande ule mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Bwana kwa sababu mahali kuna mtu alisema mahali umeamkia hiyo ni asubuhi yako. Ninajua kuna watu wanasikia ujumbe huu mara ya kwanza. Na nikimaanisha mara ya kwanza na maanisha ujumbe huu utauelewa leo mara ya kwanza. Ushawahi sikia tena lakini haukushikanisha. Leo utaelewa. Amen. Na ninaomba uelewe kwa jina la Yesu. Amen. Maana kile kinakukula kiko kuoni mwako. Whatever is feeding you and troubling you, it is within you. Hiyo fizi ndio wewe ndio ulialika na ukaificha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Joshua akasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Jehova. You can't serve two masters. You can't serve God and the devil at the same time. Kama una miungu, kama kuna mambo ambayo yanakudai, itabidi uweke chini ndio Mungu aingie kati. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama uliachiwa shuka ya nyanya ya ubaguzi, kuanzia leo uende uchome kwa jina la Yesu. Amen. Abia jirani angalia mbele. Muulize ni jembe gani aliachiwa. Na wacheni muambie watu hawa ambao walitutangulia babu zetu hawatakaki kukufa pasipo kuwa na mtu wa kuachia hizi vitu. Kama mtu alikuwa na roho ya ulevi, lazima atafute mtu wa kuachia hiyo roho katika familia. Amen. Amen. Na ndio maana hata kwa mazishi ya kwenda kukaa dede. Mnaona vile watu wanakutoka kwa mazishi? Mpaka wengine wanazirai 2-3 hours. Au unafikiria ati ni kwa duka tu kwa sababu ya kupenda mtu. Wewe friend eleweni. Kwa mazishi kuna kuwa na transaction. Ya roho zikiingia na zikitoka, zikiingia na zikitoka. Wewe unasema walikuwa wanampenda sana, kukupenda sana. Si ni kuingiwa na hizo roho. Maana wakikufa lazima waachie wengine hizo roho ziendelee. Roho haikufi. Amen. Lazima waridhishe. Na wewe unaenda hapo unafungua baba yako yote. Roho ya babu pai na baba anasema bye bye, endelea na kazi msichana. Ndio maana mnaona mazishi nyingine. Unakuta mtu ameanguka chini na zirai 3 hours. Mpaka mnaona kani alikufa, mnakuwa hapana sio kukufa. Sio kukufa. Transaction deal, kazi zinaendelea hapa. Hapo kwa hapo. Lazima nani tu hii roho haiwezi zikwa. Roho haizikabwi, roho haikufi. Spirit is eternal. Lazima iachue mtu. Hata mwenye amekufa ni mwili umekufa. Hallelujah. Amen. So mazishi wale mnaenda kama mazishi, tafadhali jichungeni.
Enda kama unatafuta Bwana. Na wale mnaenda sana Western na kule kwingine. Kuna chindwa sijui nani. Takataka. Wachana na hizo vitu, utapagawa. Unaikuwa na mizimu unaanza kushangaa hii tabia imetoka wapi? Mimi nikienda hiyo mazishi sikuwa hivi. Mbona mimi nimeanza uliingia kwa hiyo mazishi? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nifanyeni namna hii. Abia jirani yako kaa chocho. Angalia, abia jirani yako kaa chocho. Yes. Na wale mnapenda kupewa pesa ambao hujagharimika. Achana nayo, you sell your birthright. Nilikutana na mwanaume bwana, mimi akanisalimia, akaniambia ninakaa mzuri, akanipatia kimoja. My friend, kwani wewe ni bahati mtende? Wako kupewa pesa na ukachukua kaenda kwa chief na kuku. Kwanza hapo unapagawa. Na especially wadada siku hizi, kuna mambo mabaya sana inaendelea. This small age ya wadada 13 mpaka 18 mpaka 24. Yaani shetani ameamua kuwatumia kufanya kazi ya kuzimu. Kwa hivyo nyakati tunazoishi wapendwa, ni nyakati za hatari. Ukikutana na mtu kwa barabara, anakuita jina yako. Sio umejuaje jina? Na unaanza kumwambia sijui nini, mwishowe unapagawa. Wapendwa, eleweni, we are living in dangerous time. Kama nabii wa Bwana kama Balamu anaweza kupewa ujira diposa akatoe unabii wa Bwana kwa jina la shetani. What about wale ambao wapande ile nyingine? Amen. Hata ukiwa nabii wa Bwana unaweza kununuliwa. Siku hizi wachungaji wananunuliwa. Wanaambiwa badilisha injili, kuhubiri namna hii. Usiambie watu mambo ya kwenda mbinguni. Waambie mambo ya hapa. Unapewa mtaratara ile injili utahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunaona makanisa mengine mkienda, I'm sorry to say this, unakuta zile injili zinaendelea hapo. Hakuna mambo na Yesu anarudi. Lakini hapa tunaambia watu pamoja na kutajirika, Jesus is coming. Amen. Jesus is coming. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Unaingia kwa mlango pale, unapewa hii kwanza hii Bible imeguzwa na mtumishi wa Bwana 500 shillings. Kitabu notebook 1000 shillings. By the time unaingia kanisa umeacha 3000 pale kwa mlango. Na unakuta huko ndio watu wanapenda sana. Watu huko ndio wanasisimuka kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Simusema amen. Amen. Hallelujah. People are looking for teachers ambao watawaambia what their aching ears want to hear. Wanatawaambia yale masikio yao yanawasha kusikia. Mimi nimekuja niwaambie ukweli. Mimi sina mbingu yangu. Kama nyinyi ninajifinyiria nisifungiwe nje. Ninajifinyiria nisifungiwe nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Barak. This is the fear of divination. Tuambie laani hawa watu kwa ajili yetu so that we can fight them. Amen. Amen. Kuna watu wanakuwa na hiyo majukumu hata ya kulaani familia. Na watu hawa hawalaani familia au hawalaani watu pasipo kuwa na foundation, msingi au madhabahu. Ukiona mtu anaweza kulaani familia fulani ni kwa sababu ana madhabahu ambaye anakanyanga. Unanisikia? Sio rahisi mtu kukulaani pasipo kuwa na legality, ground ya kukulaani. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Baraka akajaribu Mungu akamwambia don't curse them, they are blessed, you can't curse what God has blessed. Akasukumana kwa sababu ya fear of divination to an extent. Punda akaongea na yeye akamwambia, naye akaongea na Punda, mad prophet because of money. Money is the root cause of all evil. Wapendwa, pamoja na pesa tuwe na mipaka. Usiwe possessed na money. People are killing for money. People are fighting for money. Kuwa na mipaka. Pesa ni mzuri, hata mimi ninaitaka, lakini kuwa na mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu ananisikia? Yes. Ambia jirani yako kuwa na mipaka. Do not allow the money to take the place of God in your life.
You bow for money, you can kill for money, you can lie for money, you can bribe. Wengine hata wanakuja hapa ninawaombea. Bado unasikia hata baada ya kuwaombea, badala washikilie hiyo imani na maombi, bado wanaenda, Mungu anakushughulikia na unataka kuishughulikia. It does not work like that. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eventually Balaam did not manage to curse the people of God because God warned him. Akamwambia wamebarikiwa. They are blessed, you can't curse them. Na in fact, Balak alikuwa amejaribu sana. Alikuwa ameinua madhabahu 7 times 3. Yani na kila madhabahu alikuwa anatoa kafara. Yani tolewe kafara so that nabii huyu aweze kulaani wana wa Israeli. But I bless the God of heaven. Hangetoboa. Watu waliobarikiwa wamebarikiwa. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Familia iliyobarikiwa imebarikiwa. Yes. Huwezi walaani. Mtu aliyebarikiwa amebarikiwa. Yes. Ninashangaa na watu ati mimi sasa nataka niende US kuna green pass. My friend, kama huna green pass no longer forget US. Ile roho inakusumbua kweli. Na ukienda kwa jirani si itakuwa. Hata mimi nakwambia mimi nikienda US nitakuja na gani. Unaenda huko unakuwa deported. Hata huingii kwa hichi. Unajua watu wengi wanasemaka wakienda hawasemi wakirudi. Hamonagi watu wakifanya kazi wanaenda US. Wanafanya kazi wakirudi. Mshawahi kufanya kazi wakirudi? Hawafanyi kwa nini? Maana alikuwa lizard hapa. Alikuwa anafikiria atakuwa crocodile. Kumbe ile roho inasukua yeye hapa. Si bado ni itamsukua huko. Nifanyeni namna hii. Abia jirani yako ndivyo na hizo maspiriti zinakusukua. Hata mimi nakwambia wacha niweke biashara ya nyanya. Unaweka ya nyanya inakauka unaweka ya viazi inakauka unaweka gani nyingine ya mtura. Unabadilisha unasema sasa hata ni nguo. Nayo nguo inakupiga vita maana shida sio biashara, shida ni wewe. Ile roho inakupiga kwa nguo, inakupiga kwa mayai. Sasa mumeinama. Hata mkiinama na hitia huko. Ile biashara inakutandika kwa nyanya, itakutandika kwa viazi. Kwani kuna wewe na wewe? Mimi ni wa viazi na unwa. Ni wewe tu, you are the same person. Na ndio maana mtu akibarikiwa mchini, maandiko yanasema hata mashambani anafaa kubarikiwa. Hata nakwambia nikienda mji, nitakuja na gari. My friend, hata kisururu utanunua. Kisururu. Utarudi mguu bila ulikuja. Because what you need to deal with in the spirit that is fighting your life. Yes. Hallelujah. Amen. Wacha nibadilishe hiyo kanisa. Mimi niliona hiyo kanisa haina. Wacha nikwambie, it is the same you. Nifanyeni namna hii tumalize. Uliza jirani yako ni roho gani unaona inakusumbua. Wengine ni mikosi. Kweli wakati bila mtu amefichika mahali. Lazima kuwe na bandage mahali. Hata ukitembea namna gani umejishuka na lazima kuwe na mahali umekuwa. Elewa hizi ni dalili za kuonyesha kuna maneno. Mtu aliyebarikiwa amebarikiwa wapendwa. Hallelujah. Na ndio maana umekuja kufundishana mambo haya. Uelewe mawe ile umechoka kutoka kwake. Kama babu yako alikuwa mlevi, alifat kwa kaburi yake walimwaga pombe. Na wewe ndio unaitwa yeye, what do you expect? Unaona mtu anazikwa mpaka anasema kwa kaburi, badala isome Biblia. Mwaga divai yako. Na wewe ndio unaitwa Kemondio. Ndio maana unasikia tu kumeza kitu. Na uko kwa kanisa. Umeokoka mara 10 ukianguka. Mimi naokoka nikianguka. Naokoka nikianguka. Elewa! Hii ni roho ambayo unafaa kudili nayo. Roho ya kuoa wake wengi. Hata ukipata malkia wa Ethiopia hutatosheka. Mungu anakukuja alikuwa na wangapi? 34. Wewe unafikiria ni nini inafanya mwanaume awe hivyo? Hata akioa 10 hawezi ridhika. Maana hiyo ni mwito. Iko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen.
So divination spirit, diviners wako wengi. Siku hizi niliwaambia wamebadilisha, wamevaa masuti, wamefungua makanisa ili hali watu wapandie Yesu ni Bwana ni wa Mungu. Wacheni niwaambie, hata wakati wa Yesu mabwana, Yesu walikuwa wengi. Not everybody says Jesus is Lord. Is his Lord. Wengine wanamtumikia kwa sababu ya faida. They are diviners. Elewa ni roho gani anayotumikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. 5 minutes tumalize. Now, ningetaka muelewe hii kuhusu divination spirit. Na wale ambao mnafaa kuandika andikeni. Now, number 1, divination motivation behind every diviner is reward. Reward, fame and greatness. Motivation behind every diviner. Motivation behind every diviner. Na tumesema diviner ni watu wako na roho ya kubangua, wako na roho ya pande ile nyingine ya shetani, jicho la tatu, anakuambia mambo yako, kwenu uko hivi, wewe unaitwa hivi, ulisoma mpaka wapi? Usitishwe na mambo haya, maana the motivation behind them is reward. Na ndio maana unaona wanafungua mahali unaenda na kuku. Au kuna diviner anaendaga na kutolea huduma ya bure. Wapendwa, kuna diviner anatoa huduma ya bure. Wanaitishaga nini? Tafadhali wacheni tuwe kanisa, tunamaliza in the next 10 minutes. What do they demand? Mshahara gani? Sadaka gani? Kuku. Kuku nyeusi. Na bwana wanaitishaga nyeusi sana, sijui kwa nini. Uga ya chapati. Chakula, shopping. Nini kingine wanaitishaga? Jela. Kuku. Hallelujah. They work for reward, okay? They work for reward. They work for reward. They work for fame. They work for greatness. Hata siku hizi ukienda kwa Facebook unawakuta. Si unawakuta? Wale unasikia Kisii wameshikwa wawili. Na anazitangaza hapo, mimi ndiye nilifanya hii kazi. Alikuja akaniambia baisikeli yake imeibiwa. Nimemfanyia kazi sasa, wale mko na mashida ni advertisement elewa. Naye mwenye anafanywa service anasema, mimi nilitoa 5,000 na nikajua kazi. Mbona watu wasikuwe na imani ya aina wachungaji? Na in fact watu wengi wakienda kwa diviners hawaitishi sadaka, wanajua kuenda bure. Madhabahu ya Mungu ndio watu wanakuja wamesimama msima kama soja. Bwana Yesu asifiwe. Na hata wakitoa wanalalamika, hawa pastor wanakula sana. Mbona husemi wale wanakula sana? Hii roho ndio inafanya watu wasisaidike kwa Mungu. Hallelujah. Ambia jirani yako, jirani. Enda kwa nyumba ya Bwana na madhabihu. Ndio maana unakuta kanisa watu hawana nguvu. Tunashindwa na watu wenye dhambi, maana wao wanajielewa. They know how to fortify their life. Hata watoto wakitukidedicate watoto kanisani, unakutaka mama amekuja amesimama na mtoto namna hii. Pastor akaope. Utakuwa mtu mkubwa. Wewe mtoto, hiyo maneno haiwezi timia pasipokuwa na dhabihu. Hata Yesu mwenyewe alitolewa dhabihu ya dedication. Wapendwa, eleweni how we approach mambo ya kiroho. Hallelujah. Amen. Eleweni how we do spiritual things. Mtoto wako unampeana kwa nyumba ya Bwana ni vizuri, na unampeana na dhabihu, it is much better. Na ndio maana unaona watu wakishughulika. Kuna msichana mwingine alitekwa nyara juzi na hao watu wa Illuminati, na ninafikiria walikuwa wanataka kumtoa kafara, maana siku hizi mambo ni mingi sana. Wale watu mnasikiaga wamedisappear with no trace. Mnafikiria wanaendaga wapi? Mtu mzima ako na akili 5 na miaka 30 anaweza toka na miguu namna hii pote. Ati fulani wetu alitoroka, alipoteaga 1985. Mpaka wale hajajua nyumbani. Unakuta watu wanajiconfirm. Nikupotea. My friend elewa, shanuka. Alitumwa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Wanaitwa na kioo, anakuja hapa. Anauawa hapa kwa kioo tu, anakufa.
Bwana Yesu asifiwe. So wakati walishika huyo kamsichana walikapeleka mpaka sijini sika Cabanas. Na huyo mama, huyo msichana wakati aliingia kwa gari akiwa na, you know, I don't know how they do it, but they manipulate the mind. Akili inatolewa, anakosa kujielewa tena. Unakuta sasa wewe mtoto wako hapo ni kama kigege, yani kigege statue. Hajielewi yako wapi? Anafanya vile ataambiwa. Lakini wakati alipiga simu, ikasemekana huyo msichana hawezi tolewa kafara, maana haiwezekani. Wakimwangalia wanaona ashatolewa pande ile nyingine. Yaani yeye ashapeana kwa madhabahu nyingine. So haiwezekani kutolewa kwa madhabahu nyingine. Sasa na wewe ungalia mtoto mkavu hata hakuna dhabihu umemtolea. Na ndio maana shetani yote kutoka from nowhere hata hii haina jina. Ina demand yeye. Unakuwa na mtoto mzuri mpaka sana hata ingie kwa mwana. Kwanza hapo anakuwa pepo mwenyewe. Unashangaa mtoto wako amebadilika namna gani? Because wakati wanaenda shule wanakutana na watoto wengine ambao wametoka kwa familia ambazo ziko na ushetani na ushirikina na uabuduaji wa sanamu. So kama mtoto wako hana security spiritual, she will or he will fall for anything. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jesus said, Baba ninakuomba usiwatoe kwa dunia hii, but preserve them by your grace. Hatutatolewa huku lakini tutadumishwa na neema. Na inamaanisha kudumishwa na neema uwe na huku, una hekima, ujue jinsi ya kufanya. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nifanyeni namna hii tumalize. Uliza jirani yako kama alipelekwa kanisani wakati alizaliwa. Wengine baadaye wapeleka watoto kanisani. Wanaita bashi. Majamaa wanakuja na misinga ili inatoshana hivi. Ati ni mtoto amezaliwa, ati wanasherehekea mtoto. Sasa wewe umekuwa dedicated na kwa. Amen. Bwana kunwa mnakata keki, mnaimba katikoi huko. Ndio maana mtoto anashikata hiyo tu. Maana hata dedication ile madhabahu aliinuliwa. Ni ya wapi? Simuseme ni ya wapi? Bwana unasema pole pole. Ni ya wapi? Uliza jirani yako mtoto wako uliita wachungaji au ulipeleka kanisani au uliita washerati. Amen. Wengine wanatumanishwa nyumbani. Nyanya anasema kalekwe na kasi kuzwe nywele ya kwanza. Wala mnatoka Nyanza na Wesa. Nywele ya kwanza nyanya anasema usiguze. Ni hapo. Na unajua nyanya alisema kasinyolewa na mwingine. Ninataka nikuulize. Nyanya na nywele ya mtoto ni nini anataka? Unakuta mtu wa kanisani leo unajua nyanya aliitisha unapeleka. Mtoto anashughulikiwa mosmos na wake sasa yule. Ile ya mtoto tu wako lakini nywele ni yetu. Halo? Yes. Uliza jirani yako wewe unapeleka wapi? Hiyo wengine hapa hakuna kitu kinashikalisha. Hata unauliza anapeleka nini hapa? Ulisikia yule jamaa alikuwa anaiba, "Jana kulikuwa aje?" Aje. Sasa na wewe unauliza, "Jana kulikuwa aje?" Ushiki. Mambo ya kanisa ushiki. Maana ile madhabahu iko na sauti kubwa kwa maisha yako ni ya pande hii na pande hii. Wapendwa, ninawafundisha mambo haya. Tuelewe kuzaliwa kwa mtoto ni muhimu. The Bible says before we were formed in our mother's womb, God knew us. Life does not begin in the physical, it begins in the spirit. Yes. Na ndio maana mnaona katika maisha ya Yakobo na ndugu yake walianza kupigana magumu wakiwa kwa tumbo. How do children fight in their stomach? And how do they fight? And why do they fight? Kama hawajui kile wanapigania. Ati unasema hapa, unajua mimi sikuwa ninajero. Watoto wanapigana kwa tumbo ya mama mpaka mama anasikia hiyo ni ngumi. Hiyo ni teke kama. Anaenda kwa Mungu na Musa Biblia anajua ni mataifa wawili bwana. Anajua kwamba jamani mataifa yanapigana ndani ya tumbo. Wanawezekanaje watoto wasiojua hata hawana meno wanapigana? Alafu unasema tu unajua mtoto hajui. My friend, elewa life is spiritual. Shughulikia mtoto wako kakiwa katoto. The Bible says train your child in the ways of God and even when he grows up he shall never leave it. Sasa tunajaribu kupinda miti iko imekauka. Mpaka inakauka inafujika. Unaambia kimutu kiko na ndefu. Sikuende kanisa kinakwambia baadhi. Unashika. Amen. Kalele kwa njia ya Mungu kakiwa
hakakutoa Sunday school nasema unajua watoto my friend chapa mtoto kama mbwa. Amen. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu ya baba yangu na wazazi wangu. Walinichapa vizuri. Mama yangu alikuwa ananiuma mkono mpaka ninaanza na meno hapa. Na angalia hivi naona yenyewe hii ni meno 1 2 3 4 5. Anashukuru kwa nani nisaidia sasa ndio maana mimi ni mchungaji. Amen. Haleluya. Amen. Lakini sio sahihi kusema ni kababa kama shaitani. Weka ngumi mpaka mtoto anaona wewe. Kababa na kama tunaisaidie school fees ya kula. School fees kukula kwa school fees. Si utakufa hata kabla hujauzwa. School fees kule. Wacha hata kukula, hata kufikiria kukula. Hiyo wapi itatoka wapi? Lakini angalia siku hizi, unaona mtoto wamelelewa kwa njia ambayo hata Mungu hayuko ndani. Unaona mgeni ameingia kwa nyumba, katoto kanapiga lulu hapo, hii hata kula hii, hata kunywa hii chai. Wewe macho ilikuwa imeongea. Unaangalia na jicho hivi, unajua hivi unaridi hiyo statement yote. Kuanzia paragraph 1 mpaka jicho tu. Tinaenda nini? Acheni kusibua. Takuwa kama zoa. Nitakuoga useme sikukuzaa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. This is the reason why tunaona generation ambayo tuko nayo it does not know the word no. Wanachoma mashule. Ati hawakuruhusiwa kuona TV. Wanachoma bweni mzima. Dormitory mzima. Na nani atakalimika? Ni wewe. What is the problem? Wazazi tumeneglect our duties. Tumeachia walimu. Hallelujah. Amen, imepungua sana. Mnajua vile mmelea watoto. Kababa wachana na mgeni. Sasa hiyo katoto kanachuna mgeni na huko. Mimi nitakachuka mpaka katakuwa kanaona kama ni shaitani. Na hutajua ni kitu. Nitatoweka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jirani leo watoto vizuri. It is the same spirit tumeleta katika nyumba ya Bwana. Tunabembeleza watu badala ya kuambia ukweli na njia ya Bwana. Tunawapaka mafuta kwa chupa ya mgongo. Msijali neema ni mingi. Wewe ukienda Mungu anaelewa. Hata ukienda Madharau Street ukuje sana mtubu Mungu ana my friend. Tuachane na njia mbaya. Let's serve the Lord if it is him. Let's serve him. Amen. Hallelujah. Amen. Sameni amen. Amen. Ulisa jirani yako unielewa namna gani? Number 2 and the last one, if not the diviner. Tumesema the motivation behind every diviner is reward, fame and greatness, right? Number 2, diviners use familiar spirit to tap or know deep secret of people. They use familiar spirit. Diviners use familiar spirit to tap or know deep secret of men, of people. They use familiar spirit. Kuna roho inaitwa familiar spirit. Roho inaitwa familiar spirit. Wapenda nataka kuelewa hivi na ninamalizia tafadhali. Shetani sio wajana. Unashika. Huyu jamaa anaitwa Lucifer is very old. In fact, Lucifer was not created hapa Genesis. Unanishika? Adam and Eve were created 6,000 years ago. Those were the first men after the image of God. Kuna wengine walikuwa waliotangulia. Pastor umeshika. Kuna watu walikuwa na ndio maana unaona scientists wanaenda wanadiscover skeleton ya mtu. Kichwa iko na jicho hapa. Wanasema hii kulingana na our carbon dating iko na 13 billion years. Unashangaa kwa ni mwanadamu aliumbwa lini? Kuna civilization ilikuwa before Genesis. Amen. Na hiyo ndio civilization. Lucifer was given to be in charge. Hapa ukiangalia Genesis, there is a gap between Genesis 1 and Genesis 2. That's why the Bible says in Genesis, God said, let there be light. Let means allowing. Light was still there, lakini ilikuwa imefunikwa. Dunia hii ilikuwa chini ya maji.
ni allow ikue tena. Someni Biblia vizuri wapendwa. What I'm saying is, huyu mwanaume amekuwa for a long time. Wewe ukizaliwa, wacha ukizaliwa, Adam ameona kakiugwa. Asema ati hawa ndio nimesikia ati Mungu anasema atawaumba after his own likeness and his own image. Yes. Amen. Akasema nyinyi tutapatana. Na in fact shetani akaambiwa this guy will be over you, you be in charge of him. Yaani atakuwa juu yako. Shetani akasikia vibaya sana. Na ndio maana tangu Genesis shetani alianza kuwinda mwanadamu. Akaenda kwa Kain. Kain alijua kuwa namna gani? Na alikuwa mtoto wa the first parent. Shetani alimfundisha. Kamweka wivu, akanyonga. Si ni kweli? Na najua ni kwa nini alikuwa ananyonga. Ni kwa sababu shetani alidhania, maana aliambiwa wakati alikanganya Eve na Adam and Eve, aliambiwa ya kwamba the seed of this woman shall crush your head. So alikuwa anafikiria it is the next generation. Ya kwamba Cain and Abel, they will be the seed to crush it. So he wanted to make sure he will not crush. So na ndio maana mnaona tangu wakati huo Musa na wale wengine wameindwa because devil has been looking for this seed that will crush his head. Maana aliambiwa baada ya kudeceive Eve and Adam, akaambiwa the seed of the woman will crush your head. So amekuwa akitafuta seed until wakati wa Yesu. Unanipata wapendwa? So huyu mzee amekuwa for a long time. Wewe umezaliwa juzi. Jamaa ameona babu yako ya babu ya babu ya babu ya babu akizaliwa. Anajua life history ya kwenu kuliko wewe. Sasa wewe umezaliwa hapa sijui 1975. Mwanaume amekuwa around for billions of years. Unamwambia mambo ya kwenu na kushangaza, unaniambia mambo ya kwangu na mnaona. So diviners, what they do? The devil has been around for a very long time, right? So wanapewa jicho ya knowledge ya kujua yale mambo yamekuwa kwa family line, mambo ambayo because spiritually hakuna siri. Unanishika? There are no secrets such in the spiritual realm. Shetani anayaona mambo haya na amekuwa yakiyaona. So anajua weakness za kwenu. So diviners wanapewa jicho ya kuona. Na ndio maana Musa wakati aliambia Mungu ningetaka nikujue, alionyeshwa nini? Mgongo wa Mungu. Musa kuonyeshwa mgongo wa Mungu inamaanisha nini? Alionyeshwa behind God. Behind it is Genesis. Are you getting me? Alionyeshwa things that were. That was the glory of God before. Alionyeshwa mgongo. Mgongo ni kumaanisha alionyeshwa mambo yaliyokuwa before. Ndio maana aliandika Genesis, the 5 Torah book. Genesis and blah blah. Those 5 books. Are we together? Yes. So tumeandika gapi? Tumalize hii kitu. Umeandika gapi? 2. Diviners use familiar spirit to tap or know deep secret of people. Niliona watoto wengine wanazaliwa siku hizi, unaona mtoto anasema ati afungwe macho hivi. Na anafungwa na kitambaa nyeusi na anaongezwa nyingine. Anaambiwa soma kitabu. Wewe funga usome. Alafu anasema watu wanasema, huyu mtoto wako na kipawa. Ni kweli ana kipawa cha nani? Unawezaje kusoma kitabu kama umefungwa hivi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuna watu tunao dunia hizo watu wamezaliwa na ni kizazi cha nyoka. They are in the mission of this world, of their father the devil. Jesus said, "Nyinyi ni wa baba yenu shetani. I know you. You don't belong to God. You are not human." Kuna watu sio watu. Wapendwa, hamjiulizi kwa nini mtu anakuwa na uwezo wa kuchinja mwingine pasipokuwa na huruma. A normal human being kuchinja mtu ni ngumu. Mtu anachinja mtu. Anachinja, anatoa roho, anaweka kwa kapara. Anasema tabonikata mguu. Acha nikule hiyo. Huyo ni mtu. Huyo ni mtu. Shetani aliambiwa you shall eat the dust all your life. What is dust? Is it mwanadamu? What do they eat? Si ni mwanadamu wanakula. Si wanakunywa damu ya mwanadamu. Ndio maana ukiingia basi wale mshawahi sikia stories za wale wanaingia Illuminati. What do they drink? Blood. What else? Flesh. Na ndio maana watu wakianza kuwa recruited kwa devil worship. Watoto wanakunywa nini? Wanakunywa nini? Damu. Mtu anaota ati anaota wakiwa mahali wanakula nyama za watu. Alafu anaamka anatoka juu. Wacha umekula. Ni
jirani yako, angalia mbele tumalize. Ulize kama ashawahi kula nyama ya mtu. Ashawahi kula? Wewe ukimwangalia hivi unaona kama ashawahi kula? Hallelujah. Amen. Number 3 tumalize. I'm finishing. Hii ndio namba ya mwisho. Saa 7 baada ya dakika 5. Hiyo dakika 5 tunamalizia. Divination is an abomination before God and it attracts punishment. Divination is an abomination before God and it attracts punishment. Leviticus 20 verse 6. Leviticus 20 verse 6. Wacha niende haraka. Divination is an abomination before God and it attracts punishment. Leviticus 20 verse 6. Now the last one. Number 4. Diviner is a servant of the devil who mimic or act as a prophet in his kingdom. Diviner is a servant of the devil who mimic or act as a prophet in his kingdom. Diviner is a servant of the devil. He is not a servant of God. She can heal. He is a servant of the devil who mimic or act as a prophet of God. Umeandika hizo nne? Mumepotelea wapi? Diviner is a servant of the devil who mimic. Mimicking the copy. Who mimic or act as a prophet in the kingdom of the enemy or in the kingdom of the devil. A diviner is a servant of the devil who mimic or act as a prophet in his kingdom. The last one. When a prophet speaks on his own, he is in danger of speaking from a divination spirit. Wakati nabii anaongea neno la Bwana pasipokuwa Mungu kunena na yeye, ako kwa hatari ya kupata mafunuo kutoka kwa roho ya kugagua. When a prophet speaks on his own, he is in danger of speaking from divination spirit. Ukimaliza mseme amen tumalize. Hata mimi nimechoka sasa. Bwana Yesu asifiwe. Umeandika hiyo? Nirudie. When a prophet speaks on his own, he is in danger of speaking from divination spirit. When a prophet speaks on his own, he is in danger of speaking from divination spirit. Remember, tulisema a prophet is the mouthpiece of God. You speak what God speaks. So when you speak when God is not speaking, you tap from divination spirit. Tafadhali ya kikendi, umemaliza? Yes. Au nimeenda haraka sana? Number 3. Sasa mmetolea wapi? Number 4 ni gani sasa? Diviner is a servant of the devil. So number 4 ilikuwa gani? A diviner is a servant of the devil. A diviner is a servant of the devil who mimic or act as a prophet in his kingdom. A diviner is a servant of the devil who mimic or act as a prophet in the kingdom of the devil. Umeshika sasa? Ni gani sasa? Namba 3. Soma nisikie. Yeah? Divination is an abomination before God and it attracts punishment. Leviticus 20 verse 6. Leviticus 20 verse 6. Sasa swali ni hili, kweli kuna mganga? Kweli kuna mchawi? Halo? Ninauliza wako. Wapendwa shikeni hii kama yuko. One way ya kumnyima kazi ni kutokwenda kwake. Because hauwezi sema you are against him or her, yet you still go for consultation. Na unaenda na tupu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nafundisha mambo haya kwa ukali, ndio maana mnaona hatuendelei. Alafu watu wanalaumu wachungaji, wanalaumu wa makanisa ili hali tumebebana. Kama ni Mungu tutumikie Mungu. Yes. Do not blame God when you are still compromising. Haiwezekani. Ati hii gani unajua? Hii gani yofu na hujaingia uendeshe. Ingia uendeshe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si Mungu awabariki. Amen. Kuna mtu amesaidika? Yes. So kama wewe unaenda kwa mganga ukachajwa, my friend, uko na bidhaa za fadhili. Tutabidi ufanye kazi. Niliona siku moja kijana amenishawahi kuambia hapo.
alikuwa na jazi, sijui ni Arsenal na ilikuwa imeraruka sana. Somebody akapiga picha akaweka kwa Facebook. Facebook is a global whatever. Inaonekana kila mahali. Na wakati waliona hiyo kijana na jazi la Arsenal ilikuwa imeraruka, si walisema hii ni aibu kwa kampuni? Walisema hii ni aibu. This is our fan. Anaibisha kampuni bwana. Anawezaje kufaa jazi yetu ikiwa imeraruka na nai? Si alitumua mpaka viatu. Na ni kijana Masai alikuwa na linda ng'ombe na huko. Kijana akatumia speaker kulinda viatu na uniform. Awe mshirika sugu. Kwa sababu ya kufaa jazi lao. So na wewe kama uko na alama ya pande ile, una expect unajulikana. Wakisoma Roroko. Washirika wa kanisa. Tusome Roroko. Number 1, kasi yako hapo sio. Hata kama uko church, jina yako inaandika wapi? Maana kuna vitu zako huko uliacha. Na ndio maana mnaona watu wengine walipookoka, watu mtu kama Zakas alisema mimi nilinyang'anya watu, nitawarudishia 4 times. What was he doing? He was detaching himself from the thing that could still claim his life in the other kingdom. Lakini sisi tunaokoka na mali ya dhambi, tunaokoka na ushirikina, hatuachi. Unasema wacha niwekelee pale pia nyumba. Ya maana ikiumana nirudie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hello. Amen. Unanipata? Yes. Kama umebeba anything in the form of ni ya bahati, mfupa ya kuwe, mkufu. Hii ninawekaka nikienda safari, nikiwa na hii, hakuna mtu anaweza, hakuna acha. My friend, umebeba ushirikina. Kwa kibeti kama umeweka vitu za bahati, nikienda kutafuta kazi lazima nibebe hiki. My friend, hiyo ni ya pande ile, na ndio maana Mungu hakusikii. Yes. Na nilisema hata wale mnasukwa nywele, angalieni zile vitu mnasukwa. Wale mnawekwa tu vitu huku nyuma. Wanawake wale mnasukwa nywele, mnawekwa tu vitu kama shells. Hizi mnajua cow shells? Hizi za baharini. Niwaambie hizo vitu ni za bahari. Ni za bahari na ziko na kazi yake. Na sio kila mtu anawekwa. Angalieni wale watu wanawekwa. Ziko na sababu, ziko na kazi. So ukienda kusukwa nywele, usiweke tu kichwa hapo. Unaambiwa ati hii ndio inanoga. Hii ndio iko market. My friend, uliza kwa nini inanoga? Hallelujah. Amen. Wale mnaenda mazishi, mnanyolewa nywele yote. Kipara kwa tu mpaka na wewe ni mwanamke mrembo, uko na nywele unanyolewa yote. In the name of sijui Mungu itafanya. My friend, ukienda next time usinyolewe. Na furahi ukambani ninaenda mazishi nakuta wale ambao ni waboma. Wanafaa go uniform. Si ni kweli? Ya kumaanisha hawa ndio familia. Kama haina kitu connected nayo, sawa. Lakini si unakuta mwanamke ako na nywele inaguza na hapa nyuma. Kwa sababu sasa family member amekuwa nasikia iwepo yote chini. Hawawezi kuzikwa ipokuwa na nywele. Mungu itakazika. My friend, na unanyolewa. Ndio maana unakuja kanisani unasikia kama uko hapa. How shit. Hata ukiingia kanisani unasikia tu kula. Na mpaka unaamshwa na watu, wewe imeisha. Sawa, umekuja kufanya nini? Maana mmebebana na vitu za shetani. Halo? Nifanyeni namna hii. Ambia jirani wacha vitu vya shetani. Wacha vitu vya shetani. Amen. Nafikiria nimekuwa mkali vya kutosha. Na ninahubiri hivyo ndipo twende mbinguni vizuri. Unajua niliona watu wanaenda pande ile nyingine usiku. Siku moja niliona mama ambaye alikuwa rafiki ya mzee wangu. Tukua kwa duka akapita. Mzee anajaribu kumsalimia. Wewe, mama fulani kwani leo hukusalimia? Haezi hata piduka. Mzee akaniambia, mimi siku anajua nilikuwa mgeni kidogo. Akaniambia ukiona hivyo alikuwa. Alikuwa huko akaambiwa salimia watu kwa njia. Imagine akusalimia kabisa. Hata wewe acha. Mzee akaniambia alikuwa pande hii. Alafu anakuja hapa kanisani sasa huyo ni mtu anakuja anaimba mikono. Inua mikono useme ni Bwana. Ndio maana unaona watu wengine hata akiingia kwa kanisa ni wakati wa praise tumesifu hapa akazini tunaangalia na wengine. Tunawezaje kuwa tunasifu hapo tunapiga mpaka huko hivi.
pande ile. Haina haja nikuviti. Kwani nakuvia nini? Wewe ni wapande hii unahitaji wokovu. Kama si ugonjwa, unaweza kuwa sick. Na wewe unatamani kuja church. That's another story. But if you are not sick, umeingia kanisani wakati tuna msifu wa mbinguni, ashuke atubariki, wewe umekaa na unaangalia na hapa. Uniambie ni nini umebeba? Unahitaji deliverance. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Ni wangapi wana suspect? Unaweza kuwa na hero katikati. Ninashukuru dada Abigail. Hiyo umefanya waziwazi hapa. Biblia inatakanga hivi. Life mbele ya watu, mbele ya umati. Matthew 10:32 the Bible says, "Whosoever shall be ashamed of me before men, I will be ashamed of him before the angels of heaven." Ukionea Mungu haya mbele ya watu, hata kule atakuonea haya. Wajeni mwambie, ukitaka kushinda dhambi. Unaona hata ukitaka kuanza kujua mtu ameanza kubackslide, ni kuanza kuonea mambo ya Mungu haya. Ushawahi na mlevi anataka haya. Anataka bibi ni kama bushi na ng'ombe. Na wadani string wanataka hivi. Ni kama bushi na ng'ombe. Snappy. Mtu akiwa amelewa na Mungu. Do you care? Do you care? Kama sasa kuaje? Lakini kila mtu anaanza kuonea watu wewe unaruka sana. Acha baki, hata hizo vituko. Huku tu kwa Bwana, ruka. Rukia Mungu. Maisha haya sio marefu. Let's love him. Hallelujah. Amen. Unajua kuna majabaa walikuwa wanafuata Yesu usiku. They were sacred disciples. Kama Nicodemus was a sacred disciple. Ya usiku. Hata kuokoka aliokoka usiku. Mimi sitaki watu wa usiku, mimi nataka watu wa mchana. Amen. Baina toa hiki. Sitaki hiyo ingie kwa media. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani kama ni kuokoka okoka vizuri.